Muammar Gaddafi bado fikra zake zinakumbukwa na Waafrika. Afrika inamkumbuka shujaa wa Afrika ambaye ni kiongozi wa Libya Muammar Gaddafi, ambaye aliuawa Oktoba 20 mwaka 2011, kama Mwafrika ambaye alikuwa na maslahi bora na bara la Afrika na alipenda kutoka moyoni. Gaddafi alikuwa na maono na imani kubwa ya kuwaunganisha Waafrika. Aliamini kuwa Afrika iliyoungana itazungumza kwa sauti moja katika mikutano ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa na kuweza kujadiliana na kuonekana kama mshirika sawa. Gaddafi alionekana kama adui wa nchi za Magharibi kwa sababu ya hamu yake ya kuwa na Marekani ya Afrika, yani United States of Africa, ambaye alisukuma kwa miaka mingi akitarajia siku moja kuwa na serikali ya Umoja wa Afrika. Gaddafi aliamini hii ndiyo njia pekee ambayo Afrika inaweza kujiendeleza bila kuingiliwa na nchi za Magharibi. Lakini Waafrika tukapumbazwa na kumuua ndugu yetu kwa mikono yetu na kushangilia kumuua, tukimuita dikteta. Kumbe tunaizamisha Libya katika mateso mpaka leo hakuna amani, na waliotuhadaa wanakula bata kwa mrija. Ama kweli, kikulacho kingoni mwako. Gaddafi aliuawa kwa kuzuia nchi za Magharibi na kujaribu kutetea kukuza mawazo ya kimaendeleo kwa Afrika ambayo nchi za Magharibi hazipendi. Wanataka Afrika inayowategemea wao milele. Katika hotuba, Gaddafi mara nyingi alielezea mpango wake wa kuunda Afrika mpya iliyoungana na sarafu yake, jeshi la kulinda bara na hati moja ya kusafiria. Alizitaka kuanzisha dinari ya dhahabu kwa fedha za Kiafrika na hivyo kuzikomboa kutoka kwa kiwango cha dola. Gaddafi pia alitamani kulinda maliasili za Afrika dhidi ya kile alichotaja kama waporaji wa Magharibi ambao tumewakumbatia mpaka hii leo na wanaendelea kutunyonya tu kama makupe. Licha ya kuwa kipenzi cha nchi nyingi za Kiafrika, rekodi ya ukiukwaji wa haki za binadamu na ufisadi katika nchi yake ilitumiwa kuwafanya Walibya wengi kumpinga Gaddafi, na pepo za msimu wa 2011 wa Kiarabu zilifika Libya. Watu walifanya maandamano makubwa dhidi yake na kutoa fursa kwa majeshi ya Magharibi kuhamia. Jamani Afrika, tukavurugwa na tukamuua ndugu yetu. Aibu yetu sisi Afrika, hatuna umoja, hata viongozi wetu hawana umoja, wanatizama maslahi yao zaidi. Aibu yetu sisi. Uungaji mkono wa Gaddafi kwa mapambano dhidi ya ukoloni, hasa msaada wa kijeshi na kifedha unaotolewa kwa harakati za ukombozi za Afrika Kusini, ulimfanya apendwe na wote wanaopinga utawala wa wazungu wachache. Kupingana na mtazamo mkubwa wa ulimwengu wa Magharibi kulimwona akilengwa kwa kile walichokiona kama kuunga mkono ugaidi. Licha kuonekana kama Mwafrika anayetafuta umoja wa Afrika, Gaddafi pia alishutumiwa kwa kuunga mkono vikundi vya waasi maarufu nchini Liberia na Sierra Leone miongoni mwa wengine. Alidharauliwa na nchi za Magharibi, hususan Ufaransa, Italia, Uingereza na Amerika. Pia alionekana kuwa tishio kwa baadhi ya tawala za Kiafrika kwa sababu wapenda matumbo waliwaza, ikikuwa United States of America watakula wapi? Ndio maana unaweza ukajiuliza, kwa nini vyombo vya bara hilo kama vile Umoja wa Afrika vilitazama bila kelele maandamano ya mwaka 2011 wakati majeshi ya Magharibi yalipokuwa yakiipiga Libya kwa mabomu? Hawakusema jambo. Maskini ukitaka kumtawala mlishe. Je, kuingilia kati kulikubalika? Uingiliaji wa kijeshi wa NATO wa Machi 19, 2021 nchini Libya haukuwa na sababu, kwa sababu uliingiza nchi katika machafuko makubwa. Uvamizi wa Magharibi ambao uliishia katika mauaji ya Kanali Muammar Gaddafi unahusika na kile kinachoendelea nchini Libya. Nchi za Magharibi zilipaswa kuondoka katika Umoja wa Afrika ili kutatua hali ya Libya na kutoa chombo cha bara hilo fursa ya kutatua tatizo la Afrika. Uvamizi wa Libya
uliunda hali kwamba Waafrika hawawezi kutatua matatizo yao wenyewe. Wa Magharibi walipaswa kuondoka kwenye Umoja wa Afrika ili kutatua mgogoro wa Libya. Na achaje kuzilaumu baadhi ya nchi za Kiafrika. Ziliangusha Libya kwa kupiga kura na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa katika azimio lao la kuishambulia Libya kwa mabomu. Afrika Kusini pia iliharibu sifa yake kwa kushindwa kuingilia kati na kuzuia uharibifu wa mshirika wake. Afrika Kusini na bara zima linabeba jukumu la kuwaruhusu wakoloni wa zamani kuikata kwa ushindi Libya inayoongoza na yenye mafanikio. Jiulize, kama ndugu zetu wa Magharibi wanatupenda, kwa nini pale Libya hawajatuma jeshi la NATO liende pale likatulize amani? Kwa nini hawajatuma jeshi la NATO liende pale katika taifa la Kongo likatulize amani? Kwa sababu hawajagusa maslahi yao. Ukigusa maslahi ya ndugu zetu wa Magharibi, umekwisha. Je, hii mpaka lini? Tuendelee. Mnamo Machi 17, 2011, Afrika Kusini, mwanachama asiye wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa, alipiga kura kwa azimio la 1973 ambalo liliidhinisha uingiliaji wa kijeshi nchini Libya, kuruhusu muungano unaoongozwa na NATO kufanya mashambulizi makali ya anga dhidi ya vikosi vya Gaddafi. Hata hivyo, nchi hiyo baadaye ililaani shambulizi hilo la bomu, ikisema kuwa vikosi vya NATO vimepotosha mamlaka ya azimio hilo kwa kujaribu kumwangusha Gaddafi badala ya kubaki upande wowote wa kuwalinda raia. Umoja wa Afrika pia ulieleza kutoridhishwa kwake na mashambulizi ya NATO. Kifo cha Gaddafi kilisababisha takriban muongo mmoja wa vita vya wenyewe kwa wenyewe, na ninavyozungumza mpaka sasa hakuna amani ya moja kwa moja ndani ya Libya kama iliyokuwepo wakati wa Kanali Muammar Gaddafi. Gaddafi yupi atakayezaliwa tena na kuleta amani ndani ya Libya? Je, atakubaliwa tena? Kwa sababu tayari wameshajifunza. Tuendelee. Libya imeona maendeleo chanya tangu mwezi huu wa Februari, wakati vyama vinavyopingana vilipokubaliana kuhusu mamlaka mpya ya utendaji ili kutawala nchi hiyo katika maandalizi ya uchaguzi wa kitaifa mwezi Disemba. Sasa Libya haina amani kabisa. Watoto nusu milioni wako hatarini kutokana na ghasia mjini Tripoli, Libya. Ukuu wa Mwafrika na udumu ndani yetu katika Mungu. Nani wa kuiamsha tena Libya? Nani wa kumsimamisha Muammar Gaddafi mwingine wa kuikomboa Libya? Maana yake, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto linasema kuwa kuongezeka ghasia ndani na karibu na mji mkuu wa Libya, Tripoli, kunatishia usalama wa karibu watoto nusu milioni mjini humo. Mungu ibariki Afrika. Mungu bariki viongozi waweze kuwa na umoja, upendo na mshikamano. Amen. Shukran kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.